Matukio haya ya kujeruhi na kusababisha mauaji katika mji wa Tunduma yameanza Machi 31, 2026 baada ya mwanaume mmoja kudai kwa maumbile yake yametoweka baada ya kushikwa bega, ambapo mganga mfawidhi wa kituo cha afya Tunduma amesema mpaka sasa ni wanaume watatu wamepoteza maisha kwa kupigwa na wananchi kwa kosa la kuhusishwa na tukio hilo la kushikwa bega. Na tulipokea mwili mmoja kutoka uraiani pia, na inasemekana kwamba kapigwa na raia na ikafariki. Kwa jumla wanakuwa 6, majeruhi 5 na mwili mmoja. Kwa katika majeruhi wale 5, 2 wamefariki. Kwa mwili iliyopo mochwari ni 3. Majeruhi 2 wana hali si mbaya, lakini majeruhi mmoja kidogo hali yake ni mbaya, lakini pia ni raia wa Zambia. Sasa bado hata ndugu hajapatikana, lakini pia tunafanya utaratibu kama tunaweza kumpa rufaa kwenda mbele. Hao ambao wanalalamika ambao ni wahanga tumepokea 2, umri kati ya miaka 20 mpaka 30, lakini baada ya kufanya uchunguzi hakukuwa na tatizo lolote. Wote walikuwa na maumbile yao. Licha ya Daktari Kawogo kuthibitisha kuwa kitaalamu hakuna aliyethibitika kukutana na changamoto hiyo, lakini wapo wanaume ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu ya kulinda utu, wamesema wao ni wahanga wa tukio la kuguswa bega. Mtu alinigusa bega la kulia. Alivyonigusa tu nikahisi ganzi kama kupigwa sindano ya ganzi. Hapo nikaa nachungulia mzigo, nikaangalia chooni. Kwenda chooni kuangalia uume unapotea, unaenda kwa speed, hata ushikilie bado unazama ndani. Tulikuwa tunasikia tu kwamba mambo yapo, lakini sisi kama wahanga ametukuta. Ndio maana tunaongea kwamba kwa jamii wajue hivi vitu vipo, sio story wala sio uongo. Vitu vipo reality kabisa. Namuuliza bana, kabla wewe hujaje sisi hatukuwa na hii hali. Sasa inakuaje wewe ulivyofika hapa alafu sisi ndo tunakuwa hivi? Kwa hiyo jamaa tukawa tunamhoji bana, ili begi ulilonalo hiki begi kidogo kina nini? Basi baadaye yule jamaa anavyotoa lile begi lake ikaonekana kwenye lile begi alikuwa na gunzi, lakini na ikadondoka gunzi, ikadondoka na 50 kwacha. Kwa sababu tayari ilikuwa ni purukushani pale, yeye anaangalia namna ya kujiokoa, na tukaona huyo akiondoka bila kumaliza hii tatizo itakuwa ni changamoto ili wasimuue. Basi baadaye tukafanikiwa kumleta polisi, lakini wakati huo akawa ameongezeka tena mtu mwingine wa 3. Na tukiwa mazingira ya polisi tunasikia tena nyuma huko wanatuambia kuna watu wengine tena 2 wamekamatwa kwa kesi hiyo hiyo. Kwa hiyo tukajikuta wahanga tukaongezeka mpaka kufika jioni tukajikuta tumefika watu 5. Kutokana na kadhia hii, madhara ya watu kupigwa kwa tuhuma za kuhusishwa na mchezo huo yanaendelea, na Duncan Mwambeni na Boniface Mgala ni wahanga waliopokea kipigo kutoka kwa wananchi. Pemba ndio mimi nikasema mimi nashukia majengo, nikakaa pembeni. Akaja dada mmoja akakaa katikati. Kufika Efa akasema amna blaza amenichukua mashine. Nikasema mashine gani mimi hiyo unaisema? Mimi hiyo awe ni Mkongo. Akasema mimi Mkongo, hata Ukongo siujui. Ndio watu kuita watu wakaanza kunipiga ndio wakaja ndugu zangu wachungaji nani kuniokoa. Wakasema kijana wewe hana tabia hiyo. Nimekuja mjini, nimechukua hydraulic kwa Musa used pale. Nimeenda Sogea. Nikampigia simu. Naomba uje. Amekuja. Yuko peke yake amesimama hapa. Kuja kuona mobu ya watu wameshika mawe, vimiti, yani tofauti. Pale mimi nilikuwa kweli sina nguvu. Maana niko peke yangu, watu wako kama 100 wananimaliza. Watu wenyewe wanakuja wengine, nyie huyu ni fundi tunamfahamu. Kwanza hapa anatengeneza gari mlipomkuta. Sikieni hivi na hivi, wale watu hawakuelewa. Baadhi ya wanaume wa mji huu wa Tunduma akiwemo Yohana Gunza na Zabroni Anton wanaelezea hofu yao baada ya kushuhudia mwanaume mmoja akipigwa na wananchi, ambapo wameomba serikali kuingilia kati. Zimetutia sana hofu, zimetugusa sana, manake kama sisi ni wanaume, manake haina haja ya kuwa mwanaume kama nyeti zako hauna. Kwa hiyo hichi kitu tunaomba sana serikali kipinge zaidi kabisa. Watu kama hao wakamatwe. Maana kama hivyo manake tutazidi kuwaua. Vifo vitazidi kuongezeka, maana watu kama hao wachukuliwe hatua. Wasiwepo kabisa Tanzania. Hali yetu kwa saizi yani inatia mashaka sana. Maana mimi ndo niliyoshuhudia hili tendo la huyo mtu.
baada ya kuonekana wananchi wamekuja kwa wingi, ikabidi tufunge geti ili afanyeje, amrudishie kwanza. Kweli yule jamaa kama amekubali kwamba namrudishia. Alivyomrudishia, wananchi ndio wakafanyaje, wakawa wamevunja lile geti ili kusudi afanyeje, atoke. Yaani ambacho kinatokea kwa saizi, tuombe tu serikali tusaidie, kwa sababu kwa hali kama hii wanaume tutaisha sasa. Unaona, ukiangalia kama huyu sio Mtanzania, tumeona na passport ni za Zambia, zingine ni za Kongo. Aidha, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakapo Agustino Senga, amesema wanaendelea na msako ili kuwapata wahusika wa kupiga na kujeruhi, ambapo mpaka sasa wanawashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi. Matukio hayo yanadaiwa kusababishwa na baadhi ya wananchi kujichukulia sheria mikononi kutokana na imani za kishirikina. Jeshi la polisi hadi sasa linawashikilia jumla ya watu 7 kutokana na kujichukulia sheria mikononi. Kwa mujibu wa taarifa tulizozipokea, matukio hayo yametokea katika maeneo ya mtaa wa Sogea, mtaa wa Sikanyika pamoja na mtaa wa Tudumakati, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe kama nilivyosema hapo awali. Matukio yao, watu waliojeruhiwa walishambuliwa na wananchi kwa tuhuma kwamba walikuwa wakiwagusa baadhi ya watu wa kiume, baadhi ya wananchi wa kiume, na kusababisha sehemu zao za siri uume kupungua maumbile na kuwa kama mtoto mdogo au kupotea kabisa. Aida Matthew Kraus, Songwe.